Mungu anatutumia kwa namna hiyo ili kusudi ku uplift mioyo ambayo imeshuka chini, ambayo imekata tamaa, ambayo imekosa tumaini. Kupitia nyimbo tumaini linarejeshwa upya tena. Kwa majibu yako napata taswira kwamba unasema kwamba kwa sababu watu wengi wanapitia magumu hasa kwa kipindi hiki, ndio maana mmekuwa mkishambulia sana nyimbo za aina hiyo za kuuplift mtu aje juu, atoke kwenye hali ile ya huzuni. Nani binafsi ambaye una ushuhuda wake au wewe mwenyewe, kitu gani ambacho ushakupitia kigumu sana ukaona sasa hichi kitu hapana ise kweli haya ni magumu? Mimi nimepitia vitu vingi sana, lakini mimi nimeshaondokewa na baba na mama, so ilikuwa ni wakati ambao sina mtu mwingine wa kuzungumza naye zaidi ya Mungu, zaidi ya kusikiza nyimbo za gospel. So nyimbo za gospel zimekuwa zikiinua. Hapakuwa na ndugu ndugu nakuta ndugu hawapo wakati huu, amekuacha peke yako. Kwa nini ukuache peke yako na tayari umekuwa yatima, una baba una mama? Mwanadamu ni mwanadamu tu, amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Awekaye tegemee kwa Mungu anapata faraja ya milele. So mwanadamu hawezi kuwa naye, mwanadamu ana mambo mengi, ana familia yake, hawezi kuwa muda wote anakupigia tu simu wewe. Unielewa vizuri. Kwa hiyo ukiwa umetulia peke yako, msaada pekee ni Mungu. Mungu hawezi kukuacha. Lakini mwanadamu kunafikia tu anachoka, ila Mungu yeye achoke. Umeona? So nilikuwa nasikiza nyimbo za gospel sana zikaza zinanitia moyo. Na mpaka leo niko vizuri, niko strong na nazidi kuendelea. Kwa sababu nyimbo za injili zimekuwa zikinitia nguvu sana. Sawa, kuna watu wanaamini kwamba wewe ni mtu wa Mbeya kabisa, ni mtu wa Mbeya. Ni kweli wewe ni mtu wa Mbeya? Na kama sio mtu wa Mbeya, basi ulizaliwa wapi, ulikulia wapi, majina yako ni yapi, ukiachana hii kibonge wa Yesu? Sawa, mimi bana kiukweli nimekuwa mtu wa Mbeya kwa sababu ya kukulia Mbeya. Kwa sababu Mbeya nimehamia 2007, ila mimi asili yangu ni Muha wa Kigoma na jina langu naitwa Juma Kiando. Kwa nini kibonge wa Yesu? Kibonge wa Yesu nilitunukiwa mwaka 2013 nikiwa Ihanga Secondary School pale jijini Mbeya. So nikapewa jina la kibonge wa Yesu. Imekuwa jina la baraka sana kwenye maisha yangu sana. So Juma Kiando. Naam. Kwa nini Juma Kiando afu ni Mkristo? Neno Juma najua linatumika pia kwa mimi bana zamani nilikuwa Muislamu, lakini baada ya kukua mwenyewe nikachagua upande huu niliopo. Nikampatia Yesu maisha yangu, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mwaka gani ukikadiria ambao unaweza kutukumbusha? Nakumbuka 2009 hivi. Ndio ulikuwa Muislamu? Ukaja ukawa Mkristo? Naam. Kitu gani kilitokea mpaka ukaamua kufanya maamuzi kama hayo? Nilijikuta tu nimeenda kanisani, nikakuta watoto wanaimba, kikanivuta. Nikapenda wanavyoimba, nikaanza kusali, kwenda tu kanisani kawaida. Kwa nilivyokuwa mtu mzima nikaamua mwenyewe na sijajutia kumpatia Yesu maisha. Ulivyokuwa Muislamu au kwenda madrasa ukaona watu wanaimba kwa kuvutia? Nilienda pia. Lakini kanisani kulinivutia zaidi. Ulipapenda zaidi kanisa? Nyimbo zile za kusifu, kuabudu na nini? Yes, yani ulipenda mazingira ya kanisani? Baba chulichi nilipenda sana chulichi. Chulichi bana, watu wanaimba. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa cha kwanza kunivutia. Yupi ambaye alikuongoza? Nani kama unamkumbuka ambaye alikuongoza kuelekea kwenye wewe sasa alikuwa mwalimu mamangu, kwa sababu mimi udogoni sikulelewa na baba na mama. So baada ya mzee wangu kufariki, mama akaja akanichukua. Kwa alivyonichukua nikaanza kuishi naye, lakini hakuni command kwamba bana inabidi wewe unifuate mimi huku, kwa sababu naye alikuwa ameshabadilisha dini. Wewe utachagua uwe mpagani, uwe Muislamu, uwe Mkristo, ni wewe, uwe una dini ni wewe. So nilivyokuwa mwenyewe kubaki nyumbani kwako kunanichosha. Akasema hebu twende kwa kanisa tuone kukoje bwana. Kwenda muziki jamani. Unajua Mungu anaona anakugusa pale ambapo unapapenda. Kwa Mungu naona alikuwa anajua sasa huyu jamaa baadaye atakuja kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Atakuja kunitumikia vizuri sana. Kwa hiyo kikawa kitu kimoja ambacho kilinivutia. Nikaanza kwenda, unajua tena utoto, nikawa naimba kwenye kwaya Sunday school na nini. Nikapanda daraja nikaimba kwaya ya vijana. Baadaye Mungu akanipa kibali, nikaanza kuandika nyimbo zangu mwenyewe, na mpaka leo hii ukizungumzia kibonge wa Yesu
Mungu amejalia watu wengi wanabarikiwa na kile kitu Mungu ameweka ndani yangu. Yes, how you made it from Mbeya to Dar es Salaam na then mpaka kufikia hali hapa? Nani ambaye alikupigia simu kwamba mdogo wangu njoo Dar es Salaam au kaka yangu njoo Dar es Salaam? Haikuwa rahisi. Nakumbuka nimetoa albamu yangu mwaka 2018, albamu yangu ya kwanza nikiwa Mbeya. So watu wengi walikuwa wakitoka Dar wanakuja Mbeya. Events zile kubwa nyingi lazima unakuta jina langu liko recommended. Wananikuta kwenye hizo event. Sema unafanya kazi nzuri na huko. Nikasema wakati wa Mungu ukifika nitaondoka huko. So Mungu alivyoachilia kibali kuondoka Mbeya, nikaondoka. Rasmi 2020 nikaanza kuishi Dar es Salaam. Na kwa sababu safari yangu ilikuwa imeachiliwa kibali na Mungu, haikuwa ngumu hivyo. Kila sehemu ambayo nilikuwa nikienda Mungu alikuwa ananipatia kibali, connection inazalisha connection nyingine. Bana kuna mtu anaitwa fulani. Kuna mtu anaitwa fulani, kwa unakuta ikawa anapanda kwenye majukwaa makubwa na kwa kweli Mungu ametukuzwa sana. Yeah. Tangu umekuwa Mkristo, kuna maswali ni magumu kuhusiana na dini. Swali gani wewe lilikuwa gumu kuhusiana na dini ya Kikristo ambao mpaka leo bado linakutatiza? Hapana, sijawahi kukutana na hilo swali. Yeah. Hujawahi kukutana na swali gumu? Sijawahi. Kama mimi nina swali langu gumu ambalo linanisumbua, nikikuuliza litakuwa na majibu. Vizuri kabisa. Kwa nini watu wengi unadhani hawaelewi wakiambiwa Yesu ni mwana wa Mungu? Baadhi ya watu hawaelewi. Aidha anaweza kuwa ni dini nyingine ama huyo Mkristo. Akiambiwa Yesu ni mwana wa Mungu inakuwa mpaka maelezo yawe mengi labda, au anataka kielezo anakuwa bado hapati kumbukumbu sahihi. Unadhani ni kwa nini, au unaweza kulijibu hili swali? Inawezekana. Kwa nini hawaelewi? Kwa nini hawaelewi Yesu ni mwana wa Mungu? Kwa sababu hawajaenda deep. Lakini wakisoma Biblia vizuri watajua kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu. Huko deep ni wapi sasa? Kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu Mwana ndio Yesu Kristo. Haleluya. Shalom. Kuna nyingine zaidi hapo ambapo unaweza kutuelezea, umeelezea kifupi sana. Simply ni hivyo. Sasa tukianza kwenda kufungua scripture hapa hatutamaliza. Kidogo passage ni yani package ni kubwa sana. Tukianza kuelezea hapa hatutamaliza. Yeah. Sawa. Una mpenzi labda, umeoa labda au? Sijaoa, niko single. Nipo namuomba Mungu anipatie mtu sahihi. Tuanzishe familia. Sawa. Swali langu sasa, unatafsiri vipi mapenzi? Mtu anakuuliza mapenzi ni nini, unamjibu kitu gani? Mapenzi ni kupenda. Kwa sababu mapenzi ni kupenda, lakini pia ni sacrifice. Mungu asingekuwa anatupenda, asingemtoa mwanae wa pekee kuja duniani kuteseka kwa ajili yetu sisi. So ile kuteseka na kujitoa kwa ajili ya maisha yetu sisi, huo ni upendo. Kwa hiyo upendo ni kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo kibonge wa Yesu unaunga hoja ambayo mtu anazungumza kwamba pesa sio mapenzi. Naweza kusema hivyo. Kwa nini pesa isipokuwepo tu mtihani? Sasa hapo ndio kwa experience yako tangu umeanza mapenzi mpaka leo. Mimi sijaanza mapenzi, sina mpenzi. Kwa hiyo siyajui bado vizuri. Najua tu scenario kwamba upendo ni kujitoa. Hujawahi kufanya chochote? Sijawahi. Hujawahi kabisa? Sijawahi. Ila wanawake unawaona? Nawaona. Unapishana nao? Napishana nao. Na ni wengi tu. Hata wanapita tunafanya interview. Huduma mbalimbali unapozunguka huko Mwanza, wapi, Mbeya, unakutana nao wa kila rangi, kila aina, warefu. Mungu anaumba kaka. Lakini wewe hujawahi kabisa kufanya chochote? Sijawahi. Imani yako imara? Imani yangu iko vizuri. Kaka. Naam, kumtumikia Mungu kuna faida kakaangu. So unaitawanya vipi pesa na mapenzi? Mapenzi yapi sasa? Mapenzi ambayo labda ushayata kuyasikia kwa mtu, kwa sababu tunajua kwamba hata unapooa kuna vitu unaweza kama unaomba labda. Mimi nipo kwenye level ambayo labda kuna mapenzi ya kupenda familia yangu. Ndio hivyo, lazima nihakikishe kabisa kama mdogo wangu akiniomba hela, au unajua mdogo wangu au mzee wangu aliyenilea anataka kitu fulani. Inafanya kazi hiyo, kuwaona yatima, watu wasiojiweza. Inafanya hivyo kazi. Hivi kwa mfano ukiwa mwimba gospel kama wewe hapo kibonge wa Yesu, na ukisema kwamba labda nimewahi kufanya mapenzi au nimewahi kufanyaje, kidogo inaweza kuwa shida? Haiwezi kuwa shida. Ila wewe unazungumza ukweli kwamba hujawahi kufanya mapenzi. Sijawahi kaka. Sijui hata akoje.
Kuna watu wanasikitika kutazama sasa hizi wanasikitika. Kwa nini sasa wasikitike jamani? Kuna vitu labda unaona kusikitikia. Sisi haturuhusiwi kaka, paka uoe. Haturuhusiwi, ni kinyume kabisa kakaangu na neno la Mungu. Kwa hiyo hivyo, kwa mwili wangu ukiwaka tamaa tu nitabidi nioe. Ndio. Yupo lakini ambaye ushamuona sasa kwenye mpango mpo na mnafanya mazungumzo? Bado namuomba Mungu anipatie mtu sahihi. Bado hata mazungumzo huna na mtu yoyote, labda mdada yoyote mwenye bahati na wewe? Yaani namuomba Mungu anisaidie hapo kaka. Bado kaka. Tumishi makanisa yote haya na kaka, nimesha kama Mungu anaumba, wapo wadada wazuri wengi, lakini Mungu hajanipa kibali. Umerudi kwenye kibali tena? Kibali ndio kila kitu. Sio kama uzuri, wewe unaangalia uzuri wa sura, lakini Mungu anakupa kibali kwa sababu huyu bwana atakuwa mama mtumishi mzuri huyu. Lakini unaona ni mzuri kweli wa sura, lakini hana utumishi ndani yake. Hawezi kubeba kitu Mungu